Unaitazama Alasiri Lounge moja kwa moja kutokea jijini Dar es Salaam. Mimi ni Abdallah Kurwa. Kama ambavyo tumekwambia, leo tutajadili kuhusiana na swala muhimu kabisa, kuhusiana na swala zima la umuhimu kwa waliojiajiri kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii kwa ajili ya kujiwekea akiba kwa waliojiajiri. Hapa tutazungumza, lakini pia tutakuwa na maswali kwa ambao pia hawajajiajiri, kwa sababu nadhani wanatutazama wote kwa pamoja. Wale ambao watakuwa hawajajiajiri wanafanya kazi nyingine, vipi kuhusiana na utaratibu na wao kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kwa ajili ya kujiwekea akiba. Karibu sana. Tuko hapa na Rehema Chuma ambaye yeye ni meneja wa hifadhi skimu, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Bila shaka pia uko kuna mfuko kule Tema. Mwajiri wangu. Nawe pia si uko kule? Nipo. Yani kiachilia mbali mwajiri, nawe pia si uko kule? Mwajiri amenipeleka. Anakupeleka vizuri. Na unaga michango yako inaenda vizuri. Tunafuatilia, na uzuri wa NSSF bwana, wametupa kadi, wana application mtandao. Unaangalia mwajiri amepeleka, kama hajapeleka unaenda kugonga pale. Mwajiri vipi? Mwezi hujasoma huu. Sawa. Karibu sana Rehema Chuma. Asante sana. Habari ya alasiri. Kwema kabisa. Hongera na kazi. Asante, hongera kwa sote. Sawa. Hatukwambii pole. Hapana, kwa sababu naipenda kazi yangu. Ukiniambia pole itakuwa shuruti. Ndio. Ndio bwana Abdallah. Sawa. Tunazungumza leo kuhusiana na umuhimu waliojiajiri kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii kwa ajili ya kujiwekea akiba. Kwa mtu ambaye labda anasikia NSSF, hajui namna ambavyo mnafanya nini, na hasa kuhusiana na watu waliojiajiri na ambao hawajajiajiri, hebu tueleze kidogo kabla tujakwenda katika mada yetu husika. Asante. Kama ambavyo umenitambulisha, naitwa Rehema Chuma, meneja wa hifadhi skimu kutoka mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. NSSF ni mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii ambao umepewa mandate ya kisheria, umepewa dhumuni la kisheria la kuhakikisha linatoa huduma za hifadhi ya jamii kwa wananchi wale walioajiriwa katika sekta binafsi na waliojiajiri kwenye sekta ya uchumi usio rasmi. Kwa hiyo tunapozungumza wale ambao wamejiajiri kwa miaka mingi, walioajiriwa wale tayari walikuwa wanapata huduma hizi. Kwa hiyo mwaka 2026 mwezi wa pili mwaka huu, skimu sasa ya wale ambao wamejiajiri wenyewe imezinduliwa rasmi. Kwa hiyo tuko hapa, tumeanza kutoa elimu kwa kutumia forum mbalimbali, lakini leo pia hii ni sehemu ya kutoa elimu kwa wananchi ili kuwatambulisha kwamba skimu ya waliojiajiri wenyewe nayo ipo na wanatakiwa sasa waanze kujiunga ili kupata huduma za hifadhi ya jamii. Sawa. Lakini sasa kwa sisi Rehema, kwa sisi wakulima, ukisikia skimu tunajua skimu ya umwagiliaji. Hebu tuambie kwanza, hii skimu ni nini? Skimu ya hifadhi ya jamii ni mpango ambao umewekwa ili kuhakikisha unatoa sasa huduma za hifadhi ya jamii kwa waliojiajiri wenyewe katika sekta za kilimo, uvuvi, wachimbaji wadogo, mama na babalishe, wavuvi, na yale makundi yote yanayofanya biashara ndogo kama machinga, na wote wanaofanya shughuli hizi ndogo ambazo zinawapatia kipato na ni sehemu ya kujenga uchumi, kujenga pato la taifa, lakini wako kwenye uchumi huo usio rasmi tunasema. Kwa hiyo wale wote ambao wamejiajiri wenyewe, manake wao sasa sio kama wewe dada, wao wanatoa 20% ya michango wenyewe, sio kama huku kwetu ambao sisi tumeajiriwa, mwajiri anachangia na yeye sehemu. Kwa hiyo hawa tumesema kwa kuwa miaka kadhaa hatukuwa tumewaingiza kwenye mfumo au mpango, sasa tumesema tuwaingize nao wawe sehemu ya wanufaika wa mafao yanayotolewa na hifadhi ya jamii. Kwa ufupi ni kwamba takriban 80% ya Watanzania wapo nje ya mpango wa hifadhi ya jamii. Kwa hiyo tumeona ni kiu sasa kubwa ya kuhakikisha serikali inawafikia na wao. Mtu anaweza akasema mimi nina akiba yangu ya kikoba bwana, lakini tunajua hizi akiba zingine mbadala ni za muda mfupi. Lakini hapa lengo ni kuhakikisha tunakidhi changamoto za muda mfupi na muda mrefu. Na changamoto hizo, kwa mfano uzee ukikufika, manake unakosa uwezo wa kupata kipato au kuboresha kile kipato ulicho nacho. Kwa hiyo uzee ukikukuta kama huna kipato kilicho cha nguvu au thabiti, manake unaweza ukaishia kwenye umaskini. Lakini lingine, ugonjwa unapokukuta kaka Abdallah, hutaweza kukaa hapa kwenye hivi viti, manake utahitaji, kama ni mwajiri, of course kwa waajiri sehemu ya mwajiri inaweza ikahusika kutibu, lakini kwa wenzetu hawa atachukua sehemu sasa ya mtaji wake kwenda
kujitibu, huenda ikakuta mtaji wote ukaishia kwenye gharama za matibabu. Tunafahamu gharama ni kubwa, lakini kuna kukosa kipato kabisa, lakini kuna kifo. Hizo tunaziita ni changamoto zinazohusisha jamii na ni changamoto mbalimbali za kijamii ambazo sasa mfuko huu umepewa dhamana ya kuhakikisha Watanzania wengi ambao wako kwenye kujiajiri wenyewe nao wanaingia kuwa sehemu ya wanufaika. Sawa. Na umezungumza hapo kwamba katika mfumo rasmi takriban 80% watu wapo nje kwenye mfumo rasmi. Na tunafahamu kuna kwa watu ambao hawajajiajiri yapo makundi mengi sana. Kuna makundi ambayo mmeanza nao moja kwa moja ama ni makundi yote, kwa sababu kuna ndugu zangu ambao ni bodaboda. Nasikia hii hapa ni sehemu ya makundi ambayo mnayamulika ama vipi? Ni kweli, asante sana kwa swali zuri. Kama nilivyosema hapo awali, makundi yote ambayo yanajihusisha na ujasiriamali binafsi, kwa maana wale wanaojiajiri. Kuna aina mbili. Kuna mtu mwingine anaweza akawa yeye mwenyewe ni mjasiriamali na hakuajiriwa lakini akaajiri. Kwa hiyo kuna hao ambao wamejiajiri kwenye sekta isiyo rasmi au kwenye sekta ya kujiajiri wenyewe na akaajiri. Kwa mfano sisi waajiriwa tumeajiri, labda umeajiri dada wa ndani, umeajiri dereva, umeajiri gardener, unaajiri. Na wale sasa unawaleta kwenye scheme hii. Lakini mtu anaweza akawa yeye ana kiduka chake, bado hakijawa kwenye formal setting, lakini akaajiri mfanyakazi mle. Kwa hiyo wale wote ni sehemu ya hii scheme. Na tumefanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu hata kwenye kurasimisha biashara kuna viwango vyake. Kwa hiyo wale wote ambao biashara zao hazijawa rasmi kwenye ile level au ile hatua ya kwao nao wanakuwa waajiri rasmi, basi wanakuja huku. Na lengo ni kuhakikisha Watanzania wote wanajipa kinga ya jamii ili uzee wao uwe wa staha. Lakini ili wanapopata changamoto za kijamii basi mfuko uweze kuhudumia. Kwa hiyo huu mfuko unachukua dhamana ya kuhudumia jamii pale ambako kuna changamoto iliyomzidi na iliyosababishwa na ukosefu wa kipato. Lakini utaratibu sasa ni upi? Maana watu wameshasikia kwamba kuna skimu hapa NSSF, amevunja vikoba na kaela kake. Sasa mwingine ndio hivyo bodaboda amejiwekeza, anaingiaje kwenye skimu? Utaratibu. Asante. Tumejitahidi kufanya wepesi sana wa kumuunga mwanachama wetu kwa kutumia kitambulisho cha NIDA kwanza. Mwanachama ambaye ana kitambulisho cha NIDA tutaunganisha zile taarifa zake za NIDA moja kwa moja kwenye mfumo wetu. Na tuna aina mbili ya uandikishaji. Anaweza akajiunga yeye mwenyewe kwa kuja kwetu moja kwa moja, au anaweza akaingia kwenye mifumo yetu sasa ya kidijitali. Na kama ambavyo umetoka kusema hapa karibuni kwamba sasa hivi hata nyinyi wenzetu wa sekta rasmi mnaweza mkaona wenyewe michango. Kwa hiyo kuna kujiunga kwa kutumia kidijitali kwa USSD code zile ambazo tunatumia kwenye mitandao ya simu, lakini pia anaweza akafanya kwa kutumia app. Ambayo hiyo app kwa wale wenye simu janja anaweza akaingia akadownload kwenye Play Store akapata hiyo app yetu na akafuata zile taratibu za mule. Kwa hiyo anaweza akajisajili mwenyewe bila kufika kwenye ofisi. Lakini aina nyingine ya uandikishaji ni sisi tunawafuata kwenye maeneo yao, masoko, na tumeshaanza kwenda huko kwenye masoko, tumeenda kwa wavuvi na tunaendelea kutoa elimu kwenye makongamano mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi tuko kwenye Sabasaba International Trade Exhibition tunafanya kule, lakini kuna 88. Kwa hiyo tutakapokuwa kule kwenye hayo makongamano tunakutana nao moja kwa moja na tunawasajili tukiwa tumewaona. Lakini tumetoa fursa pia kwa wale ambao tayari wana utambulisho rasmi wa taifa wafanye wenyewe huko waliko ili kuwapunguzia muda na gharama pia za kufika kwenye maofisi yetu. Sawa. Mtazamaji, tunajadili hapa leo kuhusiana na swala zima la umuhimu kwa waliojiajiri kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa ajili ya kujiwekea akiba. Na tuko hapa na Rehema Chuma, meneja hifadhi skimu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii. Inawezekana kabisa umetamani kujiunga. Wewe ni bodaboda, wewe unauza zako, labda mimi unasukuma toroli lako pale mtaani, lakini kiasi cha kuchangia kinaanzia shilingi ngapi? Unajua wenzetu bodaboda, watu ambao wanauza hivi, wanafanya biashara ndogo ndogo hizi, kiasi anachopata tunafahamu labda ni kidogo sana. Akifikiria tena kujichangia kwenye mfuko, anaona kuna mlima fulani hivi. Kiasi cha kuchangia ni kiasi gani? Asante. Kama ambavyo nimesema hapo awali, tumeweka wepesi wa kuchangia. Kwanza kabisa kiwango cha chini kwa mtu mmoja mmoja ni 30,000. Na hii ni akiba yake. Naomba tu wananchi wajue kwamba hii sio ada. Wengine wanasema labda ada, natozwa ada. Hapana, hii ni akiba yako. Kama ambavyo ulikuwa unaweka kwenye vikoba, unaweka kwenye maeneo mbalimbali yale ya uwekezaji, na huku unaanza kuweka akiba yako kwa ajili ya kupata mafao yetu au kwa
kukidhi mahitaji ya kijamii au changamoto za kijamii. Kwa hiyo ile 30 tumeweka wepesi, anaweza akachangia kwa siku, akaamua kila siku aweke 1,000 hivi lakini anaweza akachangia kwa wiki au kwa mwezi, lakini anaweza akachangia kwa msimu. Kuna wakati mwingine kaka Abdallah na dada hapa, wakati mwingine mtu anapata pesa nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tumemruhusu sasa pale ambako anapata pesa nyingi kwa wakati mmoja, badala ya kuzitumia kwenye matumizi mbalimbali, basi achange kabisa miezi yake 3, miezi 6, mwaka mmoja, alafu anatulia anasubiri mafao mbalimbali. Na mafao ya awali kabisa nafikiri tukifika kwenye mafao tutaeleza, lakini pia tumemruhusu atengeneze mwenyewe kumbukumbu namba. Nafikiri mnafahamu kwenye serikali tunatumia ile control number kama vile mwanachama analipa bill mbalimbali za maji au analipa umeme. Kwa hiyo ile control number tutampa na ile atakuwa anaitumia mwenyewe kwa kudunduliza kidogo kidogo, lakini ikimalizika muda wake basi ataendelea kufanya mwenyewe kwenye simu bila kulazimika kuja kwenye ofisi zetu. Na ile 30 ni mtu mmoja mmoja, kwa sababu tumeunganisha na huduma zingine. Sio tu huduma ya pensheni, kuna huduma ya matibabu, kuna huduma ya mafao yale mengine. Kwa hiyo 30 ni kwa mtu mmoja mmoja. 52,200 kama anajumuisha familia yake. Kwa sababu kuna mafao pia ya wanafamilia. Na wanafamilia ambao sisi tumewatambua ni mke au mume na watoto 4 wa ule umri wa kwenda shule, na kama atazidi hapo basi ataenda kwenye mifumo mingine itakayompokea kule. Labda nilikuwa nataka niongee kitu kimoja kuhusu dhana ya hifadhi ya jamii kwa ufupi sana. Unajua kaka Abdallah, dhana ya hifadhi ya jamii sio ngeni. Ni mtindo wa maisha. Yaani mtoto anapozaliwa kwenye umri 0 mpaka 18 atategemea wazazi wake wampe kinga, ndio? Chakula, mavazi na malazi. Lakini anapofika umri wa miaka 18 jamii inampokea. Kama amebahatika kwenda shule zaidi, manake miaka 21, 24 amemaliza chuo, jamii inampokea. Sasa pale kwenye jamii inapompokea ndo pale ambako hii kinga inataka kumkimbilia. Kwa hiyo tumesema umri wa kujiunga kuanzia miaka 15, tukiamini kwamba wengine wale dropouts wanaweza wakawa wameshindwa kuendelea na shule. Huko 15 tunawakuta, nafikiri kaka Abdallah, tunawakuta masokoni, maeneo mbalimbali. Kwa hiyo miaka 15 mpaka 70 ana uwezo wa kujiunga na kuweka akiba yake ili tuweze kumpa sasa yale mafao, aweze kunufaika na kupata uzee wenye staha, lakini zile changamoto za kijamii zinapomjia aweze kujisaidia. Sasa akifika miaka 60 au 55, pale tunajua nguvu zinakuwa zimepungua. Na pale sasa ndo ile tunasema vertical. Unatakiwa uende hivi kwenye maisha, si ndio? Ukifika unaweza ukashuka kidogo hapo katikati ukajikimbiza, lakini ukifika 55 unaweza ukashuka moja kwa moja, kwa sababu uwezo wa kufanya kazi umepungua, uwezo wa kushawishi kwenye biashara umepungua. Pale ndio sasa NSSF inakuja inasema, wewe ulikuwa ni mwekaji akiba huku, ulikuwa una akiba yako, tunaanza kukupa pensheni. Kwa hiyo ni mzunguko. Mzunguko ambao mwisho wa siku anayenufaika ni yule ambaye anaweka akiba yake. Na hapo katikati akikwama, mfano amepata ulemavu, tunamkimbilia, tunasema mwenzetu huyu ni mchangiaji, tuko kwenye kapu moja. Je, sasa hivi amepata ulemavu, hawezi kuendelea na zile kazi, tuna mafao ya ulemavu ambao tutakusaidia. Tumeona vijana wengi wenzetu wa bodaboda, bahati mbaya wamekuwa wakihusika sana kwenye ajali na kadhalika. Kwa hiyo tunafikiri kuna haja ya serikali kufanya kitu kwa ajili ya wananchi, waweke akiba kwa ajili ya kuweka kwenye mwamvuli wa kinga, ili wanapopata changamoto za kijamii tuweze kuwasaidia. Kuna madai huko mtaani wanadai kwamba inapofika pale kukimbiliwa na NSSF au kupata mafao yako, kuna kuzungushwa mpaka sasa hili mmejiandaaje ili kuhakikishia wananchi kwamba halitakuwepo au alipo kulingana na linavyosema? Sawa. Kabla sijajibu hilo, naomba niseme mafao yanayopatikana kwa uchangiaji wa 30,000 tu. Mafao tunayotoa ni ya muda mrefu na muda mfupi. Katika mafao ya fungu la mafao ya muda mfupi yanayohusisha mafao ya matibabu. Kwenye mafao ya matibabu kule NSSF inabeba gharama. Ukishajiunga tu kwa miezi 3, NSSF inabeba gharama za matibabu. Utachagua hospitali moja ambayo huwa unapenda kwenda wakati wote. Wewe na familia yako mtatibiwa kila wakati mnapata changamoto ya ugonjwa. Lakini lazima uwe ni mchangiaji endelevu. Sasa hapa ukiwa umekatakata hapo katikati, maana yake huduma zinasimama. Kwa hiyo ni moja ya vigezo. Lakini kuna mafao ya uzazi kwa wanawake wanachama. Tumeangalia kwenye hili kundi letu hili, mtu anapokuwa mjamzito kuna wakati anashindwa kwenda kazini. Huku kwenu nyinyi mnapata vipaumbele.
Mwanamke leo hajaja kazini, unaambiwa achukue leave na kadhalika. Lakini huku wenzetu akiwa anaumwa ndo biashara imekwenda. Kwa hiyo tumesema nao tuwapelekee mafao ya uzazi, ili wakati ambako anahitaji msaada, sasa anahitaji kujaliwa kwa hali yake, basi mafao yamsaidie. Na hapo kuna vigezo, lazima awe amechangia at least miezi 36. Lakini kwa uchangiaji huu manake atakuwa ameshaanza kupata mafao ya matibabu, akifika kule akifika vigezo atapata mafao ya uzazi. Lakini kuna mafao ya kifo, kwa maana ya mwanachama anapofariki tunamzika, mafao ya msaada wa mazishi. Lakini tunaenda kwenye mafao ya muda mrefu sasa. Mafao haya ya muda mrefu yanahusisha mtu amefika sehemu, aidha amefika uzee au kipato kimekufa kabisa, lakini amechangia miezi kadhaa inayomwezesha yeye kupata pensheni, au amepata ulemavu ambako umempotezea 75% ya kipato chake. Kwa hiyo tunaanza na mafao pensheni ya ulemavu. Pensheni ya ulemavu anapata mwanachama ambaye amechangia kwa muda wa miezi 36, lakini amekumbwa na janga la ulemavu na hawezi tena kuendelea na shughuli zake, basi pale tunamkimbilia, tunampa hiyo pensheni ya ulemavu kutokana na kipato chake mpaka hapo mwisho wa maisha yake. Lakini kuna pensheni ya urithi. Pensheni ya urithi hii tunamlipa wale wategemezi. Sasa wanakuja sasa wategemezi wale, mwanachama alipofariki tunawajumuisha sasa kwenye kuwalea, watapata pensheni. Mke kama yupo atapata naye mpaka ukomo wa maisha yake, lakini watoto watapata mpaka ule umri tulioweka na serikali wa kupata usaidizi mpaka atakapoanza maisha yake. Kwa hiyo haya majumuisho yote pamoja na pensheni ya uzee ndio inafanya sasa serikali wakimbilie Watanzania na kuwapa mafao. Sasa vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa mfano leo hii tunakuta hakuna michango, lazima itabidi tusikulipe kwa kesi sasa ya watu wanaoletewa michango. Lakini huyu mwanachama tumempa room ya yeye mwenyewe kumanage account yake. Yeye mwenyewe anaingiza michango yake kwenye kidole, kwenye kiganja. Kwa hiyo mara kwa mara ukiwa unachangia, manake unaongeza vigezo vya wewe kupata mafao. Na pia katika ile kidijitali tumemruhusu mpaka kufungua madai kule. Halazimiki kuja tena NSSF. Zamani ilikuwa lazima upange foleni, ujaze makaratasi, wakati umekosea unarudi unaenda. Kwa hiyo mwanachama tumemruhusu kwa kutumia app yetu ya NSSF aweke zile document au kumbukumbu zote, atafungua madai, tutamuita kidogo tu kuweka vidole, alafu tutamuingizia pesa zake kwenye account. Kwa hiyo huku kwa wajasiriamali hakuna matatizo kabisa. Lakini hata huku upande mwingine wa walioajiriwa pia na wao mwajiri anawasaidia pia kufanya utaratibu huo. Kwa sababu sasa hivi mwajiri anafanya mwenyewe hizi shughuli. Kwa hiyo atakapostaafu manake mwajiri atamsaidia, atapitisha yale mafao yake, sisi tutayaona, atafungua mwenyewe online au kwa kutumia kidijitali. Mwajiri akishapitisha sisi tukiona tunaenda, lakini iwe amechangia. Na nikiongezea hiyo, pamoja na kwamba sio forum yake, tumetoa tozo ya msamaha wa tozo, inaitwa general amnesty kwa waajiri wote ambao wana madeni. Watumie hii fursa kuanzia sasa mpaka Disemba waweze kuclear yale madeni yao ili wapate msamaha wa ile tozo, kwa sababu wengi wakishakuwa wamelimbikiza wanaogopa, wanakwepa kwa sababu tozo inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo wale wanaochelewesha sasa ndio wanafanya hayo uliosema kwamba tunazungushwa, michango hamna. Kwa hiyo tunabidi tufanye mpango wa kusaidia michango ije ndio tuweze kunini. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba skimu hii inawajumuisha pia wajasiriamali ili na wao waweze kuwa ni sehemu ya wanufaika wa baadaye, lakini wawe na uzee wenye staha. Kwa mfano, mtu anaenda kwenye uvuvi kule majini, unajua mambo ya uvuvi wanachaka. Kuna kipindi fulani mtu hawezi kwenda tena, labda akifika miaka 50, 55. Sasa baada ya hapo huyu ana plan B. Kwa hiyo tumesema tuanze kumuingiza leo kwenye mfumo, ajichangie kidogo kidogo, atakapofika miaka 55 hawezi tena kwenda kuvua, basi tunamweka kwenye pensheni ya uzee. Sawa. Mambo neema imekuja. Neema nzuri. Na kabla hujaondoka hapa, umezungumzia kwa walioajiriwa, kwa waliostaafu utaratibu wake. Kuna watu aina mbili hapa. Kuna kwa fupi kabisa, kuna mtu ameacha kazi na kuna mtu kafukuzwa kazi. Ndio. Utaratibu ukoje kwa hawa watu wawili anapotaka michango yake NSSF? Asante. Kwa mtu aliacha kazi, aliacha kazi, kanuni yetu ya mafao inasema, kwa sababu labda niseme dhana hii ya hifadhi ya jamii, tunaenda kukidhi
changamoto anazopata mwanachama ikiwemo kukosa ajira, kukosa kipato. Upande huo walioajiriwa ni kukosa kabisa kipato. Kwa upande waliojiajiri wenyewe, wao tunawaruhusu, kwa sababu ni yeye mwenyewe ndo mwajiri, ni mwajiriwa. Tunawaruhusu anaposhindwa kuingiza michango aje kuchukua sehemu ya michango yake au michango yote. Lakini kwa upande wa huu, kwa sababu kuna mtu ambaye anaitwa mwajiri ambaye naye ni sehemu ya uchangiaji. Kwa hiyo kama umeacha kazi mwenyewe, manake haupo katika kigezo cha kuwa na tatizo au changamoto. Ndo kanuni inavyosema. Kwa sababu lengo ni kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya kijamii ya huyu mwanachama. Amekosa ajira, amefukuzwa kazi. Sio nani yake. Yani sio hitaji lake au sio kosa lake. Kwa hiyo lile yuko kwenye tatizo. Kwa hiyo tunachofanya, kuna namna mbili ya kumlipa mafao. Namna ya kwanza atakaa siku 90. Baada ya siku 90 atakuja kujifungua madai, tutamlipa madai yake yote kwa mkupuo mmoja. Lakini kama anataka sasa kuendeleza michango yake, tunaita fao la kujikosa ajira. Sasa ataenda kuchukua, tutamlipa 33.3% kwa miezi 6, yani ya mshahara wake, samahani. Tutamlipa 33.3% ya mshahara wake alikuwa anaupata wakati akiwa katika ajira, ili kujikimu na maisha. Ndio tunahudumia sasa jamii kujikimu katika yale matatizo yake. Alafu baada ya hapo, baada ya miezi 6, najua tu atahangaika, atapata kazi, atarudi, na akirudi ataendelea na uchangiaji wake. Lakini asipotaka kurudi, atasubiri kwa muda wa miezi 18 ili tumpe pesa yake. Lakini tumetoa pia nafasi ya yeye mwenyewe kujichangia kama self employer. Kama hajapata kabisa ajira, lakini ana ujasiriamali wake ambao ni mzuri, atachangia mwenyewe kidogo kidogo, mradi atimize ile kanuni ambayo tumeiweka ya 20% ya mshahara au 10 ya mshahara. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba huu muundo wa hifadhi ya jamii ni kuhakikisha tunapunguza umaskini. Kwa sababu kuna umaskini wa kipato na umaskini wa kukosa uwezo wa kuendelea kufanya kazi. Kwa maana mtu akifika uzee asipoweza kupata kipato thabiti, maana yake anaingia kwenye umaskini. Lakini mtu akilemaa anaweza akakosa watu wa kuwategemeza, wa kumtegemea. Ikawa changamoto. Lakini vile vile inaenda ku safeguard kipato kile. Kwa mfano leo Dada Tema. Mjasiriamali wetu sisi ambaye ni mwanachama wa NSSF, akiwa hana mpango wa kukidhi gharama za matibabu, maana yake sisi ndo tunachukua hiyo dhamana, na ile kipato ambacho sasa anatakiwa aende kupeleka kwenye hospitali, basi kile anafanyia maendeleo yake. Kwa hiyo huu pia ni mpango wa maendeleo, ni sera ya maendeleo ya nchi ya kuhakikisha wananchi wanakuwa katika hali nzuri ya staha, lakini wanapata ustawi wa jamii yao na kuweza kuwa na uzalishaji bora katika nchi yetu. Tunakushukuru sana. Sasa wananchi na watu ambao wamejiajiri kwenye sekta isiyo rasmi, fursa imefunguliwa na NSSF kwa ajili ya kukimbilia kuendelea kujiingiza kwenye skimu, wanasema skimu. Tulikuwa naye hapa Rehema Chuma, meneja hifadhi skimu wa NSSF. Tumejadili naye kwa kina kuhusiana na masuala haya ya kujiwekea akiba yako kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Tunakwenda break fupi, tukirejea michezo.